Hatuwezi kutembea na nguvu za Mungu bila kuzijua tabia zake. Na mmoja kati ya tabia ya Mungu ni kuwaongezea nguvu aina fulani ya watu. Tunapozungumza kwa habari ya mtembeo wa nguvu za Mungu, tunazungumza kwa habari ya uhamisho wa tabia, uweza, mamlaka, hekima na neema ya Mungu kutoka kwenye moyo wa Mungu kwenda kwenye roho ya mwanadamu. Kwa hiyo mara zote tunapozungumza kwa habari ya mtembeo wa nguvu za Mungu, lazima tumuhusishe Mungu kama chanzo cha nguvu na mwanadamu kama mpokeaji wa nguvu za Mungu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya sura 40 kuanzia mstari wa 29 mpaka wa 31, anasema huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa za kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Ukisoma haya maandiko vizuri, unagundua kama tulivyosema mara ya kwanza kwamba Mungu hatuwezi kutembea naye wala hatuwezi kudhihirisha nguvu zake mpaka tumejifunza tabia zake. Kwenye Kiswahili anaposema huwapa, maana yake si kitu ambacho Mungu anakifanya mara moja au amekifanya mara moja. Ni kitu ambacho Mungu amekuwa akikifanya. Nabii Isaya amechunguza njia za Mungu mpaka alipoishia, akagundua tabia ya Mungu kwa kuona amefanya zaidi ya mara moja kwa watu waliokuwa wanyonge, waliokuwa wanazimia, wasiokuwa na nguvu. Akaona kwamba yeye Mungu huwapa nguvu hao wanaozimia. Kwa hiyo kama mtu anataka kutembea na nguvu za Mungu, lazima ajiwasilishe mbele za Mungu kama mtu anayezimia, kama mtu asiyekuwa na uwezo. Na hakuna daraja linaloweza kukusaidia kutembea mbele za Mungu kama mtu asiyekuwa na uwezo isipokuwa unyenyekevu. Unyenyekevu si kutokuwa na uwezo. Unyenyekevu ni kutokuwa na nafasi ya kujionyesha kwamba unao uwezo. Kwa hiyo mtu mwenye nguvu anaposogea mbele za Mungu, lazima atambue amesogea mbele za Mungu mwenye nguvu kuliko yeye. Na kwa sababu Mungu ana nguvu kuliko yeye kwa kiwango cha juu sana, mtu huyu lazima ajione na ajitathmini kama mtu asiyekuwa na uwezo, mtu asiyekuwa na nguvu. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 4, anasema na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Kumbuka nilisema mtembeo wa nguvu za Mungu ni kwa habari ya kuhamishwa kwa neema, uwezo, hekima, maarifa, nguvu kutoka kwenye moyo wa Mungu kwenda kwenye akili za mwanadamu, kwenda kwenye nafsi, kwenye roho, kwenye mwili wa mwanadamu. Sasa anasema jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga, manake ni tabia, wenye kiburi, lakini huwapa, manake anawaongezea nguvu wanyenyekevu. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili aweze kuwakweza kwa wakati wake, huku mkimtwika fadhaha zenu zote, maana yake mkimwonyesha udhaifu wenu wote. Haijalishi una nguvu kiasi gani kwa sasa, unaposogea mbele za Mungu lazima ujiwasilishe kama mtu dhaifu. Mungu hawapi watu wenye nguvu.
nguvu, anawapa watu dhaifu, watu wanaouzimia nguvu. Na ndio maana kwenye kitabu cha Isaya tumesema ya kwamba huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Alafu mstari wa 31 ambao ni mstari wa mwisho kabisa wa kitabu cha Isaya sura ya 40, anasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Manake nguvu za Mungu zinapotembea juu ya mtu aliyekuwa dhaifu, ambaye alikuwa na tabia ya kuzimia, Mungu mwenye tabia ya kuongeza nguvu, anapoongeza nguvu na kutembea juu ya maisha ya mtu, tabia ya kuzimia inaondoka. Na ndio nasema wala hawatazimia. Ingekuwa mimi ni Isaya, ningesema hawatazimia tena, maana mara ya kwanza walikuwa wanazimia, lakini sasa hivi baada ya nguvu za Mungu kuja kwenye maisha yao, watu hawa wameacha kuzimia kabisa. Haijalishi wakati unaopitia sasa, wakati ambako unamsubiria Yesu Kristo arudi, bado kuna maisha unapaswa kuendeleza kuyaishi. Una familia, una biashara, una kazi, una huduma, unalo kusudi la kutimiza la Mungu lililo kuu, lakini yako makusudi madogo madogo ambayo yanaendelea kudhihirika katika vipengele vya maisha na wakati. Kila wakati unapoongezeka, kila siku inapoongezeka kwenye maisha yako, kuna jambo la kufanya, lakini kwa sababu ya hali ya udhaifu wa mwanadamu, kuna wakati unachoka. Nikutie moyo ya kwamba unaposogea mbele za Mungu, Mungu yuko tayari kukujaza, kwa sababu ni tabia yake, ni kitu ambacho hawezi kujizuia. Bwana anaweza kujizuia kwenye mambo yote, lakini hawezi kujizuia kubariki, hawezi kujizuia kuongeza nguvu za Mungu za kwake kwenye maisha ya kwako. Nikutakia wakati mwema, lakini kuacha neno hili ya kwamba Mungu huwapa wanyenyekevu neema, huwapinga wenye kiburi. Kwa hiyo kiburi chako kinaonyesha uwezo ulionao. Kazi ya kiburi ni kuthibitisha uwezo ulionao, na ndio maana watu wenye kiburi ni watu wenye hasira. Nini maana ya hasira? Hasira ni kuonyesha uwezo ulionao na madhara unayoweza kusababisha kwa sababu umeudhiwa. Katika jina la Yesu Kristo, ninakutenga na kila roho ya kiburi, kila roho inayosababisha uwe na mafundisho potofu kwenye akili yako, kwa kudhani ya kwamba Mungu hawezi kukutoa hapo, Mungu hawezi kukusaidia kutoka hapo. Ninakutamkia neema na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Unatoka hapo kwenye umaskini, unatoka hapo kwenye kushindwa kuomba, unatoka hapo kwenye kushindwa kusoma neno, unatoka hapo kwenye kukandamizwa chini. Kila mkandamizo wa adui kwenye maisha yako ninaung'oa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, Mungu wa neema akuinue, Mungu mwenye mamlaka ayadhihirishe matakwa yake kwenye moyo wako, uweze kuwa na nafasi ya kutembea na nguvu zake, ukawe shahidi. Maandiko yanasema ya kwamba lakini mtapokea nguvu atakapokuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kutokea wapi? Kutokea Yerusalemu, Samaria, mpaka miisho ya dunia. Kwenye biashara yako Mungu akakufanye kuwa shahidi. Ufanye kazi, ujitume, uonekane kwamba ni mtu mwenye bidii. Watu wakuulize mbona huchoki, watu wakuulize mbona huzimii, mbona wamekuletea matatizo mengi lakini bado umebaki. Utawaambia ninaye Yesu anayeweza kuwasaidia kutoka mahali ambako mmekwama. Na kwa sababu hiyo utafungua mlango mzuri wa injili kwa ajili ya kuambia watu habari za Kristo Yesu, na wengi wataokoka. Shalom.